Sasa tuweze kuzungumzia game ya hapa Kamili Dzaleka. Unaona game iko namna gani? Mimi ningesema game ya sasa hivi imebadilika tofauti na game ya zamani. Sababu zamani tulikuwa ukitoa muziki mpaka pale kwenye maedition ya uzunguke upatie watu wa play ngoma yako, WhatsApp kwenye magrupu ndio ngoma yako itafikia watu. Ila kwa sasa hivi unaweza kaweka kwenye TikTok hivi pap na watu wote ngoma wafikia na kufika kwenye shot na kupokea ngoma kupitia TikTok. Muziki sasa hivi mpaka ujulikane tena, fanya kama unaanza upya. Yaani fanya kitu kwa upya. Hello, mambo vipi mtazamaji na msikilizaji wa 255 Dzaleka, it's your boy Kumol hapa na niko naye Mwamba, mfalme wa kiti cha ufalme wa muziki hapa Kamili Dzaleka, na tunakwenda kuzungumza naye juu ya kujua mawili matatu kulingana na safari yake ya muziki, lakini hasa kuzungumzia kile ambacho kinaendelea kutamba hapa Kamili Dzaleka, maana ni msanii ambaye anawakilisha kati ya top 5 bora za wasanii ambao tuko nao hapa kambini. Mambo vipi kaka? Kama kawaida inakuaje? Safi kabisa, mzima? Fresh sana. Ya, tumeweza kupitia na tukakuona hapa, tujui kama mambo yanaendaje hapa na kuna issue gani hapa inaendeka. Niko studio tu. Sasa niko studio. Nilikuwa studio hapa. Maisha na muziki ni. Maisha na muziki si ndio tu studio yani. Ndio vifaa tunaviandaa tu. Kweli kabisa. Safi. Watazamaji waweze kufahamu kwa wale ambao bado ni wapya kwenye game, maana wengi hawajajua kama ni wewe ambaye unakalia kile kiti cha ufalme wa muziki hapa kambini. Wapate kunifahamu. Kwa majina naitwa Zumaboy A Plan B, ila naitwa Zumaboy, ila Plan B unajua ni kujiongeza tu, ila naitwa Zuma aka Plan B au Zumaboy. Zumaboy ni jina ambalo usanii moto anajua, so ndio jina langu hilo. Asante sana Zumaboy, tunatamani tuweze kufahamu safari yako ya muziki imeanza muda gani au na muda gani kwenye muziki? Muziki nimeanza toka 2022. 2022 ndio nimeanza muziki mimi. Okay. Na toka huo muda mpaka hivi, kwanza ili wewe uweze kuingia kwenye game ya muziki, ni nani amekuwa inspiration wako? Yaani nani amefanya uweze kujikuta kwamba na wewe unaweza kufanya game? Au niseme idol wangu, idol wangu Chibu Dangote, Diamond Platinum. Hao wameinspire sana mpaka nione kabisa naweza na mimi. Okay. Sasa kulingana na game hii ambayo umeianzisha wewe, je, ni kitu gani hasa kiliweza kukupatia nguvu ya kwamba game hii ninaweza kuimiliki, ninaweza kuendelea vizuri kabisa na mimi nikafanya kama Diamond mwenyewe? Kitu cha kwanza kujiamini. Kitu cha kwanza ilikuwa kujiamini. Nilijiamini kwanza mimi pekee, kwanza kusema kazi yangu naweza nikaifanya ikakuwa bora zaidi au ikawa juu na watu kanipokea. Na ya pili love ya mashabiki, nguvu ya mashabiki. Na challenge ya wasanii ambao niliowakuta kwenye game, niliona kuna vitu ambavyo wamevikosa kuwaletea watu mkempo. Kwa mimi nipitie kwenye njia kama hii niwaletee burudani ile zaidi. Sawa. Kwa muda huo wewe umeweza kusema kwamba umeanza muziki mwaka 2021. Na huo muda wa nani walikuwa kama umewakuta kwenye game kimuziki? Kimuziki kipindi kile nilikuta wasanii wengi na kipindi kile muziki ulikuwa ngumu. Kipindi kile nakumbuka nilikuta Simba, nilikuta Mr. Tembo, nilikuta msanii gani tena? Nani tena? Oliver J. Na wasanii wengine kipindi kile Manvi, Jamira, kipindi kile ndo mabio ambao walikuwa kabisa yani wameteka kambi. Wameteka kambi. Okay. Sawa, tuweze kuzungumzia juu ya safari ya muziki wako. Je, kipindi umeanza muziki au kipindi umeendelea na kufanya game, je, familia ambayo imekuzunguka hawakuwa na usumbufu wa kwamba labda kijana wetu ndo ameanguka kwenye anga ambazo hazipendezi, sijui unajua jamii yetu tena mtu akiwa mwanamuziki hivyo? Wazazi wangu mpaka leo hawataki nifanye muziki. Mpaka leo hii tunaongelea mimi na wewe. Ukipigia mama yangu atakwambia sitaki afanye muziki. Unahisi kama inaweza kuwa hali gani hiyo na inatokana na nini? Changamoto, unajua mimi nagombanishwa sana. Unaelewa, mimi ni msanii ambao kama kuna msanii ambao of course wasanii wote wanagombanishwa. Ila mimi nishaonesha zidi. Unaelewa?
nishapigwa sumu mara kibao. Nakwambia reality bro, mara kibao. Ndio maana hata mwaka huu sijatoa ngoma. Mimi natoa ngoma kwa nikitoa hapa hivi kuja kutoa tena ni muda, kwa sababu vita ni nyingi sana. Kwa mama yangu, baba yangu, familia yangu naonaga hivyo, ambao acha mziki tu, mziki utakuja kuua, unaelewa? So ni changamoto ambayo inatokea sana kwenye muziki. Asante sana. Watu wao mama yangu apendi, anaona kama vile na yani atakuja kunipoteza kisa muziki. Kwa hiyo anakuwa na ile hofu labda. Ana hofu kubwa kwa sababu ya hiyo, ana hofu kubwa sana. Unajua huwa atakuja kupotea muda wote, maana vita ni nyingi. Kwa maana wazazi wangu kabisa Zuma imbe. Ndio. Sasa kwa kuleta suluhisho juu ya hiyo, wao unapenda ufanye nini hasa ambacho watajisikia kwamba labda mtoto wetu akiwa kwenye hili inaweza nikawa afadhali hata na kwetu sisi wazazi. Wao kama wao wanatamani baba yangu yani kwanza mama yangu anatamani niwe dokta. Kwa sababu mimi nimesomea udokta. Mama yangu anatamani niwe dokta, niwe natibia watu. Maana mama yangu ni dokta kwanza yeye. Anatamani niwe pembeni yake tufanye kazi ya udokta. Baba yangu ni dereva. Anatamani niwe na drive tu zile truck nini. Anapenda niishi maisha kwa sababu maisha kama haya nitakuwa nipo huru na maisha yangu. Lakini muziki hawataki. Muziki kabisa mimi ndio na ufosi na watu wengine hawajui kama wazazi hawataki muziki. Na mimi ndio na ufosi tu. Naona na umekukubali. Na umenikubali na watu wamenikubali. Sasa nikifikiria acha muziki hawa tutafanyaje? Hawa watu hawa labda game itawakia kimya, si game itawakia kimya, acha nifanye tu. Ila mama yangu nakumbuka hii nyimbo ambayo nilitoa hapa hivi. Nimemsha mama yangu ananiambia usinirushie tena video yako yote. Mama yangu video challenge haitaki kuiona. Angawa nirudi kwenye muziki. Anajua kama mtoto amekuja akishinda. Hataki mama yangu hataki. Anajua kabisa wewe gisa katoa. Lazima ngoma itahiti. Na hiyo kuita atapata maadui wengine wapi ambao watamgombanisha. Kweli kabisa. So ndio hivyo changamoto moja ipatia sana kwa familia yangu. Safi sana. Lakini sasa tuweze kuzungumzia game ya hapa Kamili Dzaleka. Unaona game iko namna gani? Unaweza kuitabirije wewe kama msanii ambaye umeanza muda mrefu zaidi? Mimi ningesema game sasa hivi imebadilika tofauti na game ya zamani. Unasikia? Kuna wakati nasema game sasa hivi imesogea na kipindi nasema game sasa hivi imekufa. Yaani nina vipande viwili. Nikisema visogea game tumesogea kwa sababu zamani tulikuwa ukitoa muziki mpaka pale kwenye maedisio uzunguke upatie watu wa play ngoma yako WhatsApp kwenye magrupu ndio ngoma yako itafikia watu. Ila kwa sasa hivi unaweza kaenda kwenye TikTok hivi pap na watu wote ngoma inafikia na kufika kwenye shot unapokea ngoma yako kupitia TikTok. Hiyo kwa advantage ya kwanza ambayo tupo nayo. So nyingine ambayo changamoto ambayo tupo nayo kwa sasa hivi ni supporting ya ipo. Unaelewa? Zamani nakumbuka mkembe tulikuwa watu wengi, sasa hivi watu wanapungua, wanaenda maulaya, wanaenda kwa supporting inakuwa ile inapungua. Watu ambao tujua zamani, mtu ambaye ni Jazz Mabula 2023 kwa sasa hivi kija alipo kambini, wengi wapo kambini kwa sasa hivi wameshaondoka. Hao tupo nao ni wapya. Kwa inaanza kazi kipya. Kwa mpaka wakujue wewe inabidi uko kama unaanza upya. Unadhani muziki wa sasa hivi mpaka ujulikane tena, fanya kama unaanza upya. Yaani fanya kitu kwa upya. Sio tufanye kitu kama mimi najulikana, nitajulikana tu nichape tu kama kawaida, utabakilia hapo. Yaani kila ukifanya, fanya kitu unasema nani mbona nimboka hivi. Kwa unakuwa unaji-update tena. Au supporting sasa hivi haipo. Supporting sasa hivi hata wa support muziki wa zamani. Unasikia? Zamani budget ilikuwa kidogo. Zamani ilikuwa na 100,000 unafanya video. Kwa sasa hivi unafanya video nzuri na bilioni na milioni 1 kuendelea juu. Kweli. Unaelewa? Kwa budget inakuwa kubwa kufanya video kali. Maana sasa hivi nataka tufanye quality. Zamani tulikuwa popote pale utashoot video, lakini sasa hivi hauwezi kushoot popote pale. Kwa hiyo budget inakuwa kubwa. Sasa watakao kusupport na wapata wapi? Watakao kuinvest kwako na wapata wapi? Hawapo. Kwa unakuta budget inakuwa kubwa lakini supporting hamna. Kwa muziki unapata